Wakati nakuwa nilitamani kuwa mwanajeshi, lakini naweza kusema Mungu ndo anajua napita wapi. Kwa hiyo nilitamani hivyo, lakini baadaye imekuja imetoka, nimeingia huko. Hata ulipoingia prison na ukutaka kujiunga kwa Marehemu mamangu alikuwa anataka sana niingie huko, lakini niliona mimi bado hobi yangu ya kuwa askari haipo. Naweza nikasema ligi inabadilika kila msimu unapokwenda, na toka nimeanza kucheza mpaka saa hizi naona mabadiliko makubwa, na mpaka tunafika mbali, mpaka kufika kwenye ligi 5 bora 6 bora Afrika ni kiwango kikubwa sana, kwa sababu ukipiga hesabu tulivyoanza na mpaka sasa, na ukiangalia asilimia kubwa ninasema chachu ni hii pia kuleta wachezaji wa kigeni pia na wenyewe muongeza chachu, ambayo kwetu sisi natupa challenge kubwa sana ya kupambana, ili inatakiwa uonyeshe. Kwa ukiangalia msimu uliopita mpaka huu na pia ukiangalia msimu ni mgumu, sio kirahisi. Kwa kadri muda unavyozidi kwenda kila msimu unakuwa ni mgumu, na mchezaji timu inayojiandaa ndio ambayo itapata matokeo kwenye mechi. Kwa hiyo usipojiandaa vizuri lazima utapoteza, lakini kwa upande mwingine naweza nikasema timu zetu sisi ndogo tunatakiwa ndio zijiandae sana kwenye kila msimu, kwa sababu tunapoanza tunakuwa na malengo, lakini mwisho wa siku malengo yanaanza kufifia, lakini najua kinakuwa kinaongeleka huku na huku, lakini kocha anakuwa anajua nini cha kufanya. Na naweza nikasema ukiangalia hata timu Simba, Yanga, Azam, Singida mpaka tunafika kwenye robo finali, nusu finali, finali, mpaka hapo unajua kwamba kuna kitu ni tofauti, ligi na imefika mbali. Na ndio maana nasema pia kicho changamoto kubwa iliyofanya mpaka tunafika mbali pia wachezaji wa kigeni, kwa sababu ukiangalia ukisema ni sisi wenyewe tutadanganyana, huo ni ukweli. Kwa ukichanganya wageni na sisi kuna kitu nakipata. Kwa muda unavyozidi kwenda nafikiri tutafika ile malengo ambayo tunataka. Wewe unatamani wachezaji wengine kwa idadi? Sio ongeze kwa idadi. Mimi nafikiri zaidi wanatakiwa wapunguzwe, lakini uwezo uka nani. Nimesema wamekuja kutupa chachu, kwa sababu kuna ile unaenda kwenda sehemu mchezaji wote wazawa, mtu anaweza kujua mimi satu, lakini ukiwa kuna mgeni yupo lazima mwenyewe utapata chachu ya kufanya vizuri. Kwa nini mimi nikae nje yule acheze? Kwa hiyo jana ulicheza kwenye uwanja mpya kama uwanja wa nyumbani, pengine mapokeo ama uwanja uliuonaje jana? Mapokeo mashabiki na uwanja wenyewe unazungumziaje hali ya mchezo wa jana nzima na mapokeo mashabiki? Kwanza tunashukuru mashabiki walitupokea na uwanja ni mzuri, na tulichokuwa tumetarajia jana hakikwenda hivyo, na mchezo haukuwa mbaya, ila ni makosa ambayo tulifanya sisi kwa kutuadhibu, lakini mashabiki walikuwa pamoja na sisi. Kwa nafikiri ni sisi wenyewe sasa kujua ndio tufanye nini kama tutaendelea katika uwanja huu. Tathmini yako tangu ligi imeanza mpaka hapa tulipofika? Ukiangalia ligi ni ngumu, kila mtu anafukuzana, na ukiangalia ambao tuko chini pia tunahangaika kutoka kuja juu, maana kila mechi ni finali kwetu, na pia ukiangalia hata walioko juu na wenyewe pia nao pia wanahangaika kwamba bingwa awe nani, na hata ukiangalia mechi ya jana pia hakuna mtu aliyetarajia. Kwa hiyo ukiangalia ni ligi ngumu, yani inatakiwa mpaka mwisho ndio utajua bingwa nani anashuka, nani anabaki, kwa sababu hasa kwenye timu zetu si ndogo huku chini ndio changamoto sana kupambana. Kila mtu anapambana apate matokeo sehemu yoyote. Neno tueleze kidogo historia yako ya mpira, maisha yako ya mpira, kuanzia panda shuka hali hii kidogo. Mimi nimeanza kucheza mpira nikiwa Sumbawanga, kwa sababu wengi wanajua mimi mtu wa Sumbawanga, lakini mimi sio mtu wa Sumbawanga. Nimezaliwa kule, wazazi walikuwa wanafanya kazi kule ndio nimeanza kucheza, lakini nilikuwa nacheza hasa ndani, nilikuwa nacheza striker, center back, lakini baadaye ilikuja ikabadilika nikawa goalkeeper, na alikuwepo kocha mmoja anaitwa Agustino maarufu Aswile pale Sumbawanga, timu ilikuwa inaitwa Sinza. Yeye ndo alinichukua akaniambia na kuona unaweza njoo huko. Kwa hiyo nimeanza taratibu mashindano ya shule, nikaanza kucheza ligi ya wilaya, hapo nilikuwa mdogo sana. Ligi ya wilaya 2008 nikaenda kwa Coca-Cola, nikarudi nikacheza ligi ya wilaya, baadaye ndo nikarudi nyumbani Mbeya, ambako nikaingia kwenye academy ilikuwa inaitwa Ambaspo. Nimetoka pale nimecheza Coca-Cola tena 2010. Nikatoka pale alikuja Oscar Milambo
wakati kwa Makongo alituchukua pale kwenye academy, tulikuwa watoto kama 6 akiwepo Kenneth Kunambi, nafikiri kila mtu anamjua yeye. Tumeenda pale, lakini 2013 ndio mwanzo wa mimi safari yangu kwenda ligi kuu, kwenda Prison, ambapo ni mwenye kituo Sulemani Alubu ndio alinitafutia Prison, na penyewe nimefika nilikuwa nacheza timu kubwa na timu ndogo, lakini naweza kusema ilikuwa ni kama Mungu. Nafikiri kocha tulikuwa naye mgolikipa aliondoka hapa, Wilbert Mweta, ndio nilimkuta bahati mbaya alivunjika kidole. Akawa na miezi 2 nje, na kipa namba 2 aliyekuwepo alipata nafasi, lakini baadaye mwalimu akanipa nafasi. Ikawa njia yangu ya moja kwa moja kuonekana. Kwa hiyo mpaka natoka pale Prison nimekaa misimu 3 mpaka Yanga wananiona. Nimekaa misimu 2.5 Yanga mpaka Simba wananiona. Kutoka Simba nimeenda Singida. Kwa mpira wetu ni juu, nimeenda Namungo, nimekuja Mbeya City. Kwa mpira unaenda juu, unashuka chini. Kwa hiyo naweza nikasema pia ni Mungu anapanga, sio kwamba mimi napanga. Kwa hiyo naweza kusema leo natoka naenda hapa, kesho naenda hapa, lakini Mungu ndo anapanga. Naweza kusema labda ni maintain nibaki kwenye timu kubwa, lakini mwisho wa siku nao akasema bwana, matumizi sisi na wewe hayapo. Kwa lazima utafute sehemu nyingine. Kwa hiyo na sehemu inayo kutafuta, maana yake inajua umuhimu wako wewe. Kwa hiyo ndio historia yangu iko hivyo. Pamoja na historia ya kupanda na kushuka, panda shuka, yapi unayakumbuka magumu ambayo umeyapitia? Angalau ambayo liliwaumiza kiasi kwamba inakaribia kukatisha tamaa pengine kama iliwahi kutokea? Ilikuwa wakati naanza nikiwa Prison. Wakati naanza Prison ilifika wakati naona mpaka mazoezi magumu. Nirudi nyumbani nini? Lakini nikifikiria nyumbani nitafanya nini? Nikakae na mama tu. Kwa mwisho wa siku walikuwa wananipa moyo, walikuwa wakina Lugano Mwangama, Jimmy Shoji, wote walikuwa wananipa moyo. Kwa naweza nikasema wale ni moja wapo ambao ya mimi kufanya vizuri. Hata nilipoanza kucheza walikuwa wananipa moyo sana. Kwa hilo kidogo ndio lilikuwa gumu kwangu. Ila huko baada ya hapo mengine huko kwangu haya ni kawaida tu. Kukutana na maneno mengi sana ya kwetu kama wanahabari ya Beno amekaa benchi tu nini. Wakati mwingine uliamua kujibu kwenye mitandao niache kama nilivyo na nini. Mwingine alikuwa anakufikisha wapi maneno kama hayo, mashabiki? Maneno kama hayo yapo sana. Ila mimi kikubwa kitu ambacho nimekijenga ni kwenye akili yangu. Kwa sababu kukaa benchi sio tatizo, sio ugonjwa. Hiyo inakuwa ni plani ya mwalimu. Kwa hiyo ambacho kinachokuwepo kwangu mimi ni kwamba pale ninapopata nafasi inatakiwa nifanye nini? Ndicho ambacho kiko. Nafikiri wengi walikuwa wanapata majibu. Nafikiri hata wakati niko Simba watu walikuwa wanaongea unashusha kiwango, lakini ninapopata nafasi naonyesha uwezo. Ndio hiyo ninapokuwa nafikiri kikubwa ni akili ya mchezaji. Kwa hiyo mimi nilikuwa na akili yangu, siwezi nikaweka kitu kichwani ambacho watu wanaongelea nje.